Salam familia, salam kaka na dada. Kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100. Ndugu zangu, tunajua katika nyakati hizi tuna ugeni wa ajabu, ugeni mkuu ambao upo katika hali inaonekana. Tunaye Muledi, mwalimu wa kweli. Ndugu zangu, namshukuru Baba Muumba pekee kupitia neno lake umeruhusu tena tuendelee kupata yale ambayo tunatakiwa tuyapate, mafundisho ya kweli. Ndugu zangu, ni muhimu kuweka katika kazi yale ambayo tunayapata kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, neno la Luba limeruhusu siku ya leo tena tupate mafundisho kutoka katika kitabu cha Kalata Ndimsi. Ndugu zangu, ni mafundisho yetu yatatoka na leo tutasoma katika moja ya mapatriaki, wazee wetu ambao walitembea kulingana na ukweli. Katika Biblia za kisasa anajulikana kama Paulo wa Tarso, lakini tunajua ukweli wa jina lake anaitwa Esombe. Na Esombe maana yake ni kijana. Kwa ndugu zangu, tutaenda kupata ujumbe kwa mzee wetu huyu ambaye yeye katika hali inaonekana alitembea kulingana na ukweli, mwisho wa safari yake ikawa ni nzuri. Kwa kuna ujumbe, kuna maandishi aliacha kwa ajili yetu na kwa ajili ya vizazi ambavyo vilikuwepo wakati wake na wakati wetu na wakati ambao unakuja, kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, siku ya leo tutasoma katika Kalata Ndimsi, Esombe sura 48 kuanzia mstari wa kwanza, katika tema ambayo inasema mafundisho ya uongo na utajiri wa kweli. Ndugu zangu, tunajua mafundisho ya kweli ni mafundisho ambayo yanajenga, mafundisho ambayo yanakusaidia kukua kiroho na kuweza kushinda majaribu ambayo yapo katika njia ya utakaso. Kwa hiyo katika tema ya leo kutoka katika Kalata Ndimsi, katika patriarki wetu huyu Esombe anasema tema ya mafundisho ya uongo na utajiri wa kweli. Tukianza na mstari wa kwanza unasema, ikiwa mtu anafundisha mafundisho ya uongo, na wala hayashiki maneno matakatifu ya Jokisabe, na kwa mafundisho yaliyo kulingana na utauwa, mtu huyo ana kiburi, hajui chochote, ana ugonjwa wa maswali yasiyo na maana na migogoro ya maneno, ambayo kwayo hutoka husda, magomvi, kashfa na shuku mbaya, Ndugu zangu, Esombe alikuwa anaongea na kaka na dada wa kipindi chake. Aliwapa ujumbe na walisikia, na walio wengi wale wanaojulikana wote waliufuata ukweli na kuweka katika kazi, kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, lakini tunaona katika hali inaonekana katika nyakati zetu, kabla kujua ukweli, kuna mambo mengi yanatendeka katika mikusanyiko mingi, ikiwa ni mikusanyiko ambayo labda ni sokoni, unakuta labda ni mikusanyiko ya makazini, mashuleni, vioni na sehemu nyingine nyingi vile vile, hata katika mikusanyiko ambayo hiyo ni ya wanadini, yani makusanyiko ambayo yanahusiana na mambo ya dini na mambo mengine, mfano mambo ya siasa. Kwa hiyo tunajua kabisa kuna mafundisho mengi ya uongo yanafanyika, lakini vile vile kuna utajiri ambao wengi wanaozungumzia lakini sio ukweli. Mafundisho mengi ambayo wanayatoa watu hawa ambao nimewataja, ikiwa ni wanadini, pia ikiwa ni wanasiasa na sehemu mbalimbali ambazo mikusanyiko inaweza kupatikana ambayo sio kulingana na ukweli, tunaona kabisa kuna ujumbe fulani huwa wanautoa kwa hao ambao wao wanawasikiliza. Tunaona kabisa kuna namna ambavyo wanatoa mifano yao. Ikiwa ni wanadini, wataonekana kama wao wanafanya mambo ambayo ni mazuri kwa mujibu wao, lakini tunaona ni sheria ambazo sio kulingana na ukweli ambazo wanawafundisha watu wao. Kwa hiyo mafundisho ya uongo ni mafundisho ambayo yote ambayo hayapatikani katika ukweli ambao Muledi ametuletea. Kwa hiyo ikiwa mtu anafundisha mafundisho ya uongo wala ashiki maneno matakatifu ya Jokisabe, tunajua Jokisabe ni mzaliwa wa kwanza, na sasa hivi tunaye mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula 100. Kwa hiyo Jokisabe ambaye ni Kristo wa kweli, mtu mweusi, alikuwepo zaidi ya miaka 10,000 iliyopita. Alileta injili, na injili ya kweli ndio hii ambayo sasa tunaisikia kupitia Muledi Zurula 100. Kwa hiyo mtu ambaye hayupo kwenye ukweli, tunaona kabisa kuna migogoro ataleta, magomvi, kashfa,
shuku mbaya, yani mambo yote ambayo yanapatikana katika hizo dini na mikusanyiko mingine ambayo sio hii ambayo ni ya wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zurula 100, yani EBAS, kusanyiko la kweli, kanisa. Ndugu zangu, tunajua kulingana na ukweli, ikiwa mtu hafuati sheria za kweli za neno la lugha, mtu huyo anakuwa anafanya mambo ambayo ni dhidi ya ukweli, kwa sababu kuna sheria ambazo hata zitekeleza. Kwa hiyo kutakuwa na uongo ndani yake. Na vile vile atazungumzia mambo ya utajiri. Ndio maana tunaona katika hizo dini, tunaona kabisa hao ambao wanaitwa wachungaji watazungumzia kuhusiana na utajiri wa hali inaonekana, ambayo wao hawapo katika hali hiyo ya kuelewa ni namna gani utajiri wa kweli unapokuwa. Kwa hiyo wataendelea kufanya mafundisho ya uongo wakiambatanisha na utajiri, kwa sababu tunajua katika hali inaonekana kuna demon ambayo tunajua Muledi ametufunulia zinahusiana na utajiri wa hali inaonekana. Lakini tunajua utajiri wa kweli ni huu kweli ambao Muledi ametuletea, kwa sababu una kila kitu. Una maonyo, una mafundisho, una hekima ambayo hauwezi kuizungumza katika namna yoyote. Ndugu zangu, tunajua kabisa haya ni mambo ambayo ni vizuri kuelewa, kwa sababu ndio ukweli. Katika mstari wa pili, na mijadala isiyo na mwisho kati ya watu wenye roho potofu ambao wamepoteza dhana yote ya ukweli. Wanafikiri kwamba imani katika lugha ni njia ya kupata utajiri. Tunajua ndugu zangu, katika hali inaonekana ni kweli kuna mambo mengi yanatendeka. Kuna namna ambavyo hela, maisha mazuri katika hali inaonekana walio wengi wanayatafuta katika njia ambazo sio nzuri, njia ambazo hata sheria za maadili zenyewe haziwezi kuruhusu kufanya hivyo, kwa sababu tunajua katika ukweli neno linaruhusu kuwa tajiri, neno la lugha linaruhusu watu kuwa matajiri. Lakini tunajua Muledi ametufunulia utajiri wa kwanza ni mambo ya kiroho. Utajiri wa kiroho ndio utajiri wa kwanza kabisa. Kwa ikiwa utajiri huo wa kiroho haupo ndani ya mtu ambaye yeye anasema ni wa kiroho, ujue kabisa ataingia katika upotofu, kwa maana hata yale ambayo atadhihirisha sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo tunajua watu wenye roho potofu wamepoteza dhana yote ya ukweli. Ni kweli ndugu zangu. Tunaona hata mifano ya hao wanadini pia. Wao wanazungumzia sana mambo ya utajiri. Wengi wanasema ukitoa zaka au sadaka kwa mujibu wa Mungu wao, manake atakubariki. Kwa hiyo Mungu wao anahitaji ili akubariki, manake lazima uwe umetoa sadaka au zaka kwa mujibu wao. Kwa hiyo kuna hali ambayo ni ya utumwa ndani ya hayo makanisa, misikiti na sehemu nyingine ya mikusanyiko ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa imani ya kweli ambayo ni hii ya lugha Muledi ametuletea, anatuambia kabisa imani ya kweli ambayo ndio hii mnaisikia ndugu zangu katika mafundisho mbalimbali kutoka kwa Muledi mwenyewe na kwa wale ambao ni wanafunzi wa Muledi. Kwa hiyo tunajua kabisa wengi wanafikiri ukiwa katika ukweli huu utakuwa tajiri wa mali za hali inaonekana. Ni kweli utajiri kulingana na ukweli unaruhusiwa, lakini uwe kulingana na sheria za neno la lugha. Na utajiri wa kwanza ni wa kiroho, kwa sababu roho ikiwa tajiri manake itafanya nafsi na mwili pia ziwe matajiri, kwa maana zitakuwa zinapokea mafundisho na kuyaweka katika kazi. Kwa hiyo wengi wanaweza wakafikiri kwamba ili uwe katika neno la lugha ni lazima uwe labda utajiri wa hali inaonekana, utajiri wa vitu ambavyo vinaisha katika hali inaonekana. Kwa mfano wengine wanasema uenda labda uwe labda na mali nyingi, kwa mfano labda biashara kubwa, uwe labda una kazi nzuri kwa mujibu wao, ili uwe katika kweli ya lugha. Lakini kweli ya lugha inahitaji mtu ambaye atashika sheria, mtu ambaye utajiri wake utakuwa ni wa kiroho, kwa sababu neno la lugha linatufanya tuwe huru. Na unapokuwa uhuru manake unaweza kuendelea zaidi katika njia ambayo ni utakaso, na mwisho wa siku utaweza kumaliza salama. Kwa hiyo wote wanaofikiri kwamba wapo vizuri, utaona watakuwa na mijadala, au ambao wapo kwenye dini, kwenye siasa na mambo mengine kama hayo. Wanafikiri kwamba imani katika lugha ni njia ya kupata utajiri. Ni kweli. Wengi wanafikiri hivyo, lakini ukweli halisi sio kama wanavyofikiria. Esombe anatuambia hivyo katika mstari wa pili ndugu zangu. Ni muhimu tuweke katika kazi. Mstari wa 3. Ni kweli, imani katika lugha ni utajiri mkubwa, kwa sharti moja, lazima uridhike na ulichonacho, Ndugu zangu, utajiri katika lugha
ni utajiri kweli kweli. Ndani yake kuna makatazo, kuna maonyo, kuna upendo, kuna mafundisho ambayo yatakufanya uvuke katika viwango mbalimbali kulingana na namna unavyotembea katika njia ya utakaso. Neno la Luba linatuomba turidhike na tulicho nacho. Ndugu zangu, ikiwa ni ukweli ambao umeupata, ni vizuri ndugu zangu ukaridhika na huo ukweli, ukaweka mafundisho katika kazi. Kwa sababu kuna wale wengine ambao wanaweza kama wanasikiliza mafundisho haya, lakini bado wanaendelea kusikiliza mafundisho mengine. Wanaendeleza kusikiliza mafundisho ya watu ambao wamepotoka, yani wafuasi wa dini, na hao wengine ambao wanasemekana wao ni viongozi wa hizo dini. Kwa hiyo unakuta mtu huyu haridhiki, na nazungumzia ni wale watu ambao wanaanza katika kufuata kweli hii. Ni watu ambao bado wapo wenye kuchunguza, lakini ni muhimu ndugu zangu waridhike na ukweli huu, kwa sababu ndivyo ulivyo na ukweli huu ni mzuri. Kwa hiyo anasema ni lazima uridhike na ulicho nacho. Ukweli huu unatosha. Ukweli unaweka huru, ukweli unafanya uwe na kinga kamili katika njia yetu ya utakaso. Ulinzi ambao hauwezi kufananisha na ulinzi wowote, kwa sababu unahusiana zaidi na mambo ya kiroho ndugu zangu. Na tunajua roho ikiwa imara itafanya pia nafsi iwe imara, mwili pia uwe imara. Kwa ni mambo ya msingi kuweka katika kazi, kuridhika na tulicho nacho. Mafundisho tunayoyapata ni ya ukweli, ndio haya ambayo tunatakiwa turidhike nayo. Lakini Muledi anatuambia tufanye kazi kwa bidii, kazi halali, kazi kulingana na ukweli, kwa sababu inatakiwa tutumike, tufanye kazi ili tuweze kufanya yale ambayo tunatakiwa tufanye katika hali inaonekana kulingana na ukweli. Lakini utaona wanadini walio wengi, manaki kuna wengine ambao walikuwa katika hizo dini lakini wameacha kwa sababu wameona na uongo na wanaanza kufuata mafundisho haya. Kwa ni angalizo kwao pia, wao wawe na hali ya kuridhika na mafundisho ambayo wanayapata, wasiwe wanafuata mafundisho ya wanadini walikotoka na kuchanganya mafundisho ya ukweli na haya ambayo wanayapata katika hao ambao wanaitwa ni wachungaji wao. Lakini tunajua utajiri mkubwa kabisa ni katika imani ya neno la Luba, kwa sababu ni mambo ambayo yanahusiana na kiroho ndugu zangu. Katika mstari wa 4, kwa maana hatukuja na kitu katika hali inaonekana koma, na ni dhahiri kwamba hatuwezi kubeba chochote nukta. Ni kweli ndugu zangu, tunaona mifano ya hao ambao ni wanadini. Wanaambiwa kwamba waweke mali zao katika hali inaonekana ili waweze kujitengenezea hazina. Mali zao watazikuta mbinguni kwa mujibu wao. Kwa watu wanaishi katika utumwa wa hali ya juu, wanaishi bila kuwa na ufahamu. Wanaishi katika hali ambayo inathikitisha kweli kweli, hali ambayo inafanya wao wasiwe na ufahamu ambao hata unaweza kuwasaidia katika hali ya kawaida. Yani namaanisha sheria hata za maadili wanashindwa kuzifuata kwa sababu wameingia katika hali ambayo sio nzuri. Na hali hiyo ni ile kwamba wao wanasema kwamba mambo ya katika hali inaonekana wataenda kuyaona katika hali isiyoonekana kwa mujibu wao. Yani mbinguni wataenda kukuta vitu, na ndio maana wengine wanasema kwamba watakuta dhahabu mbinguni. Kwa kila mtu anayeweka hazina yake ataenda kuikuta mbinguni. Hao ni wanadini wanasema hivyo, lakini tunajua ukweli halisi ambao Muledi anatuambia kuwa hakuna kitu ambacho katika hali inaonekana kitaingia katika hali isiyoonekana. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu kuelewa hivyo. Ili uweze kuelewa haya, ni lazima uwe katika ukweli, uwe katika chanzo halisi ambaye ni Muledi mwenyewe ndugu zangu. Katika mstari wa 5, ikiwa basi koma tuna chakula na mavazi koma, hayo yanatutosha nukta. Ndugu zangu, Esombe alikuwa anazungumza na kaka na dada wa kipindi chake. Leo hii pia inatuhusu. Ikiwa basi tuna chakula na mavazi, haya yanatutosha. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana mambo ni mengi ambayo yanazungumzwa. Unaweza ukakuta mtu anasikiliza ukweli huu, lakini bado ana mawazo ambayo sio kulingana na ukweli. Nazungumza wale ambao wanaanza kufuata ukweli huu, kwa sababu unakuta anakuwa na mashaka. Anatarajia akiingia katika ukweli huu atakuwa tajiri wa vitu vya hali inaonekana, bila kusahau kuwa utajiri ambao anatakiwa awe nao ni ule ambao unahusiana na kiroho.
mafundisho ambayo Muledi anatupatia ni utajiri ambao ni mkuu sana. Na ikiwa umepokea ukweli huu, chakula na mavazi kwako si tatizo, ndugu zangu. Inakutosha wewe kuendelea kuwa katika ukweli huu, kwa sababu ni vitu vya msingi katika hali inaonekana. Kwa sababu ikiwa hauna chakula, ndugu zangu, hata kufuata mafundisho itakuwa ni kazi, kwa sababu njaa ikiwa inauma, maana yake itafanya hata utimamu wa mwili hautakuwa vizuri, nafsi haitopokea vizuri, na vile vile roho pia haitapokea vizuri, kwa sababu ili uwe katika ukamilifu ni lazima vyote hivyo viungane, yani roho, nafsi na mwili viwe katika muungano mmoja. Na ikitokea moja ya kipengele, ikiwa labda ni nafsi au ni mwili, ipo katika shida, maana yake haitofanya roho iweze kufanya yale ambayo inatakiwa kufanya. Kwa hiyo itakuwa na usumbufu katika moja ya utatu ambao nimeuzungumzia hapa. Lakini ikiwa una mavazi, una chakula, ndugu zangu, na upo katika neno la Luba, inatosha, kwa sababu Muledi anatuambia tule vizuri, tuvae vizuri, tufanye mazoezi. Kwa sababu katika hali inaonekana vitu ambavyo tunaviona, vitu ambavyo huenda tunakula, labda tunavaa, vitu ambavyo vinahusiana na hali inaonekana, ndugu zangu, katika hali isiyoonekana haviwezi kuwepo. Kwa hiyo ikiwa unakula, kula, ikiwa unavaa, vaa, lakini wewe unafahamu kuwa mambo ya hali inaonekana hauwezi kuyapata katika hali isiyoonekana. Huu ni ukweli ambao Muledi anatuelezea. Huu ni ukweli ambao ni mzuri na ni hakika. Utukufu ni kwa Luba, ndugu zangu. Katika mstari wa 6, lakini wale wanaotaka kutajirika huanguka katika majaribu, fungua mabano, na wakatiliwa na roho wajaribu, funga mabano, koma, katika mtego, koma, na katika tamaa za kijinga na mbaya ambazo huwatumbukiza watu katika uharibifu na upotofu. Na ndio maana mifano ambao unaona ni yao wana dini, utakuta labda waumini wao wengine wanaingia katika hali ambayo ni mbaya, kwa sababu wataingia katika tamaa ambazo sio nzuri. Waporadhi wao walale na njaa, wasivae vizuri, ili wawafurahisha ambao wanaitwa ni wachungaji, ambao ni walimu wao, tunajua ni wa uongo, kwa sababu Muledi ametuambia hivyo. Na utakuta wanaingia mpaka kwenye hali ambayo ni tamaa za kijinga, maana yake hata ule ufahamu wa kweli kulingana na sheria za maadili mtu huyo anakuwa hana. Hatumii busara, yupo radhi watoto walale na njaa, lakini amfurahisha mchungaji wake, akiwa naamini mchungaji anapofurahi huenda yeye akapata nafuu ya mambo yake ya kiroho, lakini tunajua hakuna mambo ya kiroho katika namna hiyo. Kwa hiyo ukiwa na tamaa ya kijinga, ndugu zangu, unahatarisha hata ulinzi ule wa asili ambao unao. Tunajua kabisa roho wa tamaa kulingana na ukweli yupo, lakini yeye hafanyi tamaa ambayo ni hiyo watu wanaweza kuifikiria. Yeye yupo pale kwa ajili ya kukuonesha kwamba tamaa sio nzuri, tamaa ambayo sio kulingana na ukweli. Lakini unakuta mtu anatamani kuacha dhambi, hiyo ni tamaa nzuri, hiyo ni ishara nzuri ya mtu kuendelea. Lakini mwingine unakuta yupo katika hizo dini, anatamani kuacha dhambi, lakini ndani ya kuwepo kwenye dini tayari ni tatizo, kwa sababu ulinzi wa asili unakuwa hakuna. Wewe unakuwa ni mtu ambaye unapagawa. Kwa hiyo ili uweze kutoka katika hali hiyo, ni vizuri ukaingia katika ukweli huu, ukweli ambao Muledi ametuletea, sheria za neno la Luba. Sheria hizi zinakufanya unakuwa huru na huwezi kuwa na tamaa za kijinga ambazo hutumbukiza watu katika uharibifu na upotofu, kwa sababu utakuwa unajua kila kitu. Muledi anakufundisha hatua kwa hatua, anakuonesha nini cha kufanya na nini ambacho sio cha kufanya, anakupa na sababu na madhara ambayo utayafanya, nini kinatokea. Kwa hiyo ni mwalimu wa kweli, na ni ujumbe ambao anakupatia unakusaidia katika kusogea katika njia ya utakaso. Lakini kinyume na hapo, endapo upo katika hizo dini na unaendelea kung'ang'ania tu bila kutumia busara, maana yake utaingia katika tamaa za kijinga na ambazo hutumbukiza watu katika uharibifu na upotofu. Na ndio maana kuna wengine wanakuwa na hali mbaya zaidi, wengine mpaka macho wanapofuka, kwa sababu wanamwagiwa vitu vibaya katika macho, ukiamini watasaidiwa waweze kuona mambo ya kiroho kwa mujibu wao. Kwa ni mambo ambayo sio mazuri. Wengine vyakula wanalishwa ambavyo sio vizuri, kwa sababu wana tamaa za kijinga.
ili waweze kupata utajiri wa hali inaonekana ambao sio utajiri wa ukweli. Lakini katika neno la Luba utajiri wa kwanza ni wa kiroho, mambo mengine yanakuja, lakini lazima kiroho uwe vizuri, kwa sababu hata mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni mtu wa kiroho, na vile vile watoto wake ambao ni sisi jamii ya watu weusi pia inatakiwa tuwe watu wa kiroho. Kwa Muledi ameturejesha tena ili tuweze kuwa watu wa kiroho, kwa sababu ukiwa ni mtu wa kidini manake wewe unakuwa unataka kufariki na utafariki katika kifo cha kiroho endapo hautoacha hizo ambazo zinasadikika ni dini ambazo zimefunuliwa. Ndugu zangu, mstari wa 7, kwa maana upendo wa pesa ni shina la mabaya ya kila namna, fungua mabano, kutokana na demoni za utajiri wa hali inaonekana, funga mabano, nukta, koma, na baadhi yao, koma, wakiwa wamepagawa, koma, wamepotoka mbali na imani, koma, na kujitia katika mateso mengi, nukta. Unaona hao ambao ni wachungaji, wao watazungumzia swala la pesa, 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 kwa sababu wamepagawa na demoni za utajiri wa hali inaonekana. Wengine wanafanya waumini wao hata kuvaa mapambo, kwa mfano dhahabu shingoni na mambo mengine ambayo neno la Luba linaruhusu. Unakuta wachungaji hao wanawanyang'anya hao ambao ni waumini wao, kwa kusema kwamba hawastahili kuvaa vitu ambavyo ni vya thamani ambavyo neno la Luba limeruhusu, lakini wao wanakataza kwa sababu wamepagawa na demoni za utajiri wa hali inaonekana. Kwa hiyo wanataka kuwafanya waumini wao wawe maskini kweli kweli, na ni kweli, kwa sababu ikiwa mtu yupo kwenye dini huyo anakuwa ni maskini sana. Maanisha katika hali ya kiroho anakuwa yupo chini sana, lakini inawezekana akawa na fedha katika hali inaonekana, kwa mujibu wao akawa ni tajiri. Lakini ikiwa upo kwenye ukweli huu, ikiwa upo kwenye dini na unasema wewe ni tajiri, basi ujue wewe ni maskini kweli kweli, kwa sababu demoni za hali inaonekana zinahusiana na utajiri zitakufanya ujione kwamba ni tajiri wa hali inaonekana, lakini wewe ni maskini sana, kwa sababu utakuwa haujui kweli na unaishi katika sheria ambazo ni za upinga ukweli. Kwa hiyo baadhi yao wakiwa wamepagawa na wamepotoka mbali na imani. Imani ya kweli ndio hii ambayo Muledi ametuletea, imani ya neno la Luba. Tunajua Luba ni muumba pekee, na kujitia katika mateso mengi, kwa sababu wanaingia katika masharti, wanaingia katika mitego, wanaingia katika sheria ambazo ni kandamizi, sheria ambazo nyuma zinavuviwa na demoni za utajiri wa hali inaonekana. Mwisho wa siku wanaingia katika mambo mabaya zaidi, hata yale ya maadili wanashindwa kuyafanya. Na ndio maana tunaona katika hizo ambao ni nyumba za ibada, mikusanyiko, kuna ubakaji, kuna uporaji, ujambazi unaendelea, na mambo ambayo wengi wenu ambao mpo kwenye hizo dini mnayajua. Sisi tulikuwepo huko, mimi nilikuwepo huko, lakini neno la Luba limenisaidia, nimeweza kutoka. Kwa na nyinyi ni muhimu kutumia hali zenu, kwa sababu kweli upo na ndo huu. Mateso mnayajua aliyokuwepo huko. Wengi mnafanyishwa mambo ambayo sio mazuri na hao ambao ni wachungaji wenu. Ukweli mnaujua mambo ambayo mnatendewa, lakini neema ipo, na neema ndio hii ambayo Muledi ametuletea. Mstari wa 8. Kwenu nyinyi, koma, yakimbieni mambo hayo, koma, na mtafute haki, koma, mtaua, koma, imani, koma, upendo, koma, saburi, koma, upole, koma, sawasawa na neno. Esombe ambaye ni kaka yetu, mzee wetu, patriarki wetu, huyu anazungumza kwa upendo, kwa sababu yeye ni mtu aliyeanzishwa, ni mtu ambaye anajua sheria za neno. Ndugu zangu, tunajua upendo ni muhimu, lakini uwe kulingana na ukweli. Upole uwe kulingana na ukweli. Ndugu zangu, haki iwe kulingana na ukweli. Tunajua nje ya ukweli huu, ndugu zangu, hakuna upendo wa kweli, hakuna upole wa kweli, hakuna haki, hakuna imani ya kweli. Imani ya kweli ndio hii ambayo Muledi ametuletea. Kwa ukiwa nje ya haya ambayo unayasikia, ujue upo katika mtego. Mnatakiwa myakimbie, mtoke huko, mtafute haki, na haki ndio hii ambayo ipo Muledi ametuletea. Ndugu zangu, tunajua mambo mabaya yanayotendeka huko. Hiyo ni kwenye mikusanyiko mingine yoyote ambayo sio hii ambayo Muledi anafundisha, na ambayo ni kusanyiko la watu ambao wanafuata sheria za neno la Luba, yani Ebas. Ndugu zangu, nje hapo tunatakiwa mkimbie, na kukimbia ni kuingia katika ukweli huu, kufuata sheria, kwa sababu ni upendo
ndugu zangu, ni upole sawa sawa na neno la lugha. Kwa hiyo ni ujumbe mkubwa ambao Esombe anatuambia. Ni vizuri kaka yetu huyu tukachukua yale ambayo anatuambia, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ameanzishwa na alishamaliza safari yake salama katika hali inaonekana, ndugu zangu. Kwa anatuachia ushauri sisi ili tuweze kumaliza na sisi safari yetu salama katika njia hii ya utakaso. Ni muhimu ndugu zangu kupenya hayo. Mstari wa 9. Pigeni vita vizuri vya imani kulingana na neno. Nukta. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana kuna mambo mengi yanaendelea. Kuna vita vipo. Vita vya kiroho, matukio mabaya yanapofanyika, wewe ukiwa ni mtu ambaye unatembea kulingana na sheria za neno la lugha. Kuna hali ambayo sio nzuri utaisikia. Moyo wako, roho yako na nafsi hazitokubaliana na baadhi ya mambo ambayo yanatendeka, hasa akiwa sio kulingana na ukweli. Kwa ni vita ambavyo unavingia katika kazi, utapata shinikizo kufanya mambo ambayo ni kinyume na utaratibu wa neno. Pigeni vita vizuri, manake kuna ushindi upo kulingana na neno na ni kutii sheria ambazo tunapewa. Kuna vita ambavyo vinahusiana na mambo ya kiroho moja kwa moja. Kwa hiyo ni muhimu ndugu zangu tuelewe kwamba tukifungua milango ambayo ni mizuri, mlango wa kusikiliza neno la lugha, kuweka katika kazi, kutakuwa na ulinzi mzuri. Hata katika vita tutashinda. Vita ambavyo tunajua kuna majaribu mengi katika kazi, katika mazingira yetu ambayo yanatuzunguka, ni vita kwelikweli. Lakini mstari wa 9 Esombe anasema pigeni vita vizuri vya imani kulingana na neno, kwa sababu vita vizuri kulingana na neno la lugha kuna ushindi, kwa sababu neno lenyewe ni silaha ndugu zangu. Neno lenyewe ni ulinzi. Neno lenyewe ni ushindi ambao ni mkubwa sana ndugu zangu. Kwa hiyo katika mstari wa 9 Esombe anaendelea kutusisitizia mambo ambayo inatakiwa sisi tuyafanye. Mstari wa 10. Napendekeza kwenu, kuishi bila doa, bila lawama, mpaka kuonekana kwa kiroho kwa Joki 7 na wapili katika hali isiyoonekana baada ya utimilifu mkuu. Nukta. Ndugu zangu, Esombe yeye alikuwa ni mtu aliyeanzishwa, alikuwa na Roho Mtakatifu, yani mudimu sangi. Anasema kuishi bila doa, bila lawama. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana mtu ukiwa katika ukweli huu kuna lawama, kuna madoa ambayo wengi watataka kuwapa watu. Kwa mfano, zamani kabla kujua ukweli huu, labda mlikuwa mpo pamoja katika mambo kadhaa, wengi mnayajua. Labda mwingine alikuwa labda ni mlevi, anakunywa pombe, mwingine labda alikuwa ni anafanya mambo ya uzinzi, lakini baada ya kuingia katika ukweli huu wa neno la lugha ameacha. Kwa hiyo utakuta wale ambao hawapo kwenye ukweli huu, wale ambao walikuwa zamani mnaambatana nao, wataanza kukupa mambo ya lawama. Lakini lawama zao kwa sababu sio zile ambazo zitakufanya wewe urudi nyuma, ni muhimu kuendelea mbele. Kuishi bila doa manake ni kuishi bila kuwa na alama yoyote, kuwa na kitu chochote ambacho kinaweza kikakushtaki katika roho ambazo tunajua zimeanguka. Shetani, mudima bobe pamoja na malaika walioanguka, demon, wasiweze kukushtaki, yani wasiweze kukuona una hatia, usiwe na kitu chao chochote. Alama zote za dhambi inatakiwa ndugu zangu zifutike bila lawama, kwa sababu wao ulimwengu wa giza la kichawi wasipoona una alama yoyote kwao, manake wao hawezi wakakuona. Wao hawataweza kukufanya chochote kwa sababu utakuwa na ulinzi wa neno. Na vile vile Esombe anatoa ahadi, kwa sababu yeye ni mtu alianzishwa, anajua anakuwa na mudimu sangi. Tunajua kutakuwa katika hali ya utimilifu mkuu Joki 7 na wapili katika hali isiyoonekana baada ya utimilifu mkuu watakuwepo pamoja na wale wote ambao watakuwa wamemaliza safari salama. Kwa ni ahadi nzuri ambayo Esombe anatuambia, na ni vizuri kufurahi kwa sababu katika ukweli wa neno la lugha unaambiwa yale ambayo unatarajia baada ya kufika safari yako salama. Kwa hiyo ndugu zangu, ni muhimu kuelewa katika hali inaonekana
tuishi bila doa, bila lawama, mpaka kuonekana kwa kiroho kwa Joki wa pili, katika hali isionekana baada ya utimilifu mkuu. Kwa ni ahadi kubwa ndugu zangu, ni muhimu kufurahi na kuingiza katika kazi yale ambayo tunayapata ndugu zangu. Katika mstari wa 11. Kuonekana huku katika hali isionekana baada ya utimilifu mkuu kutotokea wakati uliowekwa na Luba, Muumba pekee wa pekee aliye zaidi ya kutokufa na umilele. Nukta. Luba muumba pekee ni muumba pekee kweli. Kwa sababu tunaona wale ambao wanafikiri ni muumba katika hizo dini ambazo wapo, yani Mungu, tunaona ni kiumbe Muledi ametufunulia, na mifano ipo mingi kweli katika hivyo vitabu vyenu vya dini. Lakini tunaona Mungu huyo ambaye wengi wanafikiri ni muumba, walioko kwenye dini wanaamini kuwa atawaokoa. Na ikiwa huyo Mungu mwenyewe kuna vitu ambavyo hajui, kwa hiyo kuna vingine inabidi ashuke ili aweze kuona. Kwa hiyo tunaona kabisa huyo ni kiumbe. Lakini muumba pekee ambaye ni Luba hana haja na hayo, kwa sababu yeye sio kiumbe, yeye ni muumba. Na kutokufa maana yake tunajua katika hali inaonekana kuna wengine wanasema Mungu wao ni kiumbe, kwa mfano wengine ni ng'ombe, wengine ni wanyama, wengine ni miti ambayo tunaona inakufa. Lakini Luba ni zaidi ya kutokufa na umilele, kwa sababu tunaona Mungu wa hizo dini yeye anasema yeye ni mwanzo na mwisho. Kwa maana yake ana mwanzo na mwisho. Vile vile wanasema kwamba yupo mbinguni, ina maana kwamba yupo ndani ya umilele. Na tunajua Muledi ametufundisha kuwa katika agizo kuu la vitu, yani wengi wanaosema ni ulimwengu wa kiroho, tunajua kabisa kuna umilele. Kwa wanakuta Mungu wao wanasema ni Mungu wa milele, ina maana kabisa yeye yupo katika uwepo fulani. Lakini tunajua ni demoni ambazo zinawapumbaza hao. Ukweli halisi ni Muledi ambao anatuletea. Kwa ni muhimu ndugu zangu tuelewe hayo. Mstari wa 12. Napendekeza kwa matajiri wasioanzishwa walioneemiwa wa karne ya sasa kutokuwa na kiburi, na kutokuweka tumaini lao katika utajiri usio na uhakika, bali waliweke katika neno la Luba, ambalo hutupa sisi vitu vyote kwa wingi ili tujifurahishe sawa na neno. Nukta. Ndugu zangu, Esombe alikuwa anaongea na matajiri wasioanzishwa walioneemiwa wa karne ya sasa. Ndugu zangu, inatuhusu pia. Anasema kwamba kutokuwa na kiburi na kutoweka tumaini lao katika utajiri usio na uhakika. Ndugu zangu, tunajua utajiri wa kweli ni huu ambao Muledi ametuletea, wa mambo ambayo ni ya kiroho kweli. Tunajua bila utajiri huu ndugu zangu huwezi kufikia utakaso kamili. Yani haya anatufundisha Muledi ni utajiri mkubwa sana, ambao utajiri huu ni muhimu ndugu zangu, kwa sababu Esombe alikuwa anaongea na wasioanzishwa walioneemiwa wa karne ya sasa. Wa kipindi chake alizungumza, lakini pia katika kipindi chetu inatuhusu. Ndugu zangu, hatutaki kuwa na kiburi. Msio na kiburi, kwa sababu inaweza kuwafanya msiendelee vema katika njia ya utakaso. Utajiri usio na uhakika na utajiri ambao haupo katika ukweli wa neno la Luba. Yani unakuta mtu anafanya mambo yake akiamini yupo kwenye ukweli, lakini hayupo katika ukweli. Huyo anakuwa na utajiri usio na uhakika. Bali waliweka katika neno la Luba. Tunajua neno la Luba ni ulinzi, ni utajiri. Na utajiri ambao tunauona ni huo ambao unakufanya upike salama katika njia ya utakaso. Lakini Esombe anatuambia pia tujifurahishe sawa na neno. Muledi anatuambia ikiwa ni kula vizuri kulingana na neno, kwa sababu katika vyakula Muledi pia ametufunulia kuna vyakula ambavyo neno la Luba haliruhusu. Kwa utakuwa unafurahi, unajifurahisha yale ambayo neno yameruhusu, unajisikia vizuri kwa sababu unakuwa na ufahamu kamili wa mambo ya kiroho. Na ndio utajiri wenyewe ambao Esombe anatuambia kuwa unakuwa na uhakika wa kile ambacho unakifanya, ambacho ni kulingana na ukweli wa neno la Luba. Lakini vile vile ikiwa wewe pia
upo katika ukweli wa neno la Luba na unapenda kujiendeleza, kujenga, kufanya maendeleo, kuwa na viwanda, ni vizuri kufanya, lakini ufanye kulingana na neno. Ndugu zangu, ni muhimu kuelewa, kwa sababu kila kitu kifanyike kulingana na neno. Na tunaposema kulingana na neno, kwa sababu katika neno maana yake kuna vipengele vyote. Katika neno la Luba kuna uzuri ambao huwezi kulinganisha na kitu chochote. Katika neno la Luba kila kitu ambacho ni chema kimeruhusiwa. Ikiwa kuwa na utajiri, basi utajiri wa kweli unapatikana pia katika neno la. Kwa sababu tunaona hata wazee wetu walioanzishwa, mfano tunazungumzia ukina Mormon kwenye Biblia za kisasa, wale muita Suleiman, tunaona alikuwa ni matajiri. Ayubu kwenye Biblia za kisasa, lakini katika ukweli wa jina lake anaitwa Temusea, walikuwa ni matajiri kweli kweli, na wote hao walikuwa ni weusi. Na ndugu zangu, ni watu ambao walikuwa ni watu walioanzishwa, mapatriarki wazee wetu hawa. Kwa hiyo katika neno la Luba kuna kila kitu ambacho, ndugu zangu, cha kufanya ujisikie vizuri, kwa sababu ni ukweli katika vipengele vyote. Unapokuwa tajiri, utaishi utajiri ambao ni kulingana na ukweli. Kwa hiyo Esombe alizungumza na matajiri wasioanzishwa walioneemiwa karne ya sasa, kutokuwa na kiburi. Ndugu zangu, ni muhimu tuelewe hayo ili tumalize safari yetu salama. Mstari wa 13. Na wapendekeza kutenda mema, koma, kuwa matajiri katika matendo mema kulingana na neno, koma, kuwa wakarimu, mabano, mkubwa, koma, wenye fadhili, koma, na hivyo kujiwekea hazina ya wakati ujao iliyowekwa juu ya msingi imara, koma, ili kushika longe la bwindea kwa mabano uzima wa milele, funga mabano, nukta. Ndugu zangu, Esombe anatuambia ujumbe mzito sana. Kutenda mema, kuwa matajiri katika matendo mema kulingana na neno. Ndugu zangu, unaweza wewe ukasema ni tajiri, lakini ikiwa haudhirisha ambao Muledi anatuambia, wewe unakuwa ni maskini, kwa sababu maskini wa kiroho huyo anakuwa ni rahisi kutenda dhambi. Ulinzi wa neno unakuwa hana. Lakini ukiwa na tajiri wa kiroho kama Muledi anavyotufundisha, wewe huwezi kutenda dhambi kwa hiari, kwa sababu utakuwa unajua sheria za neno. Utatenda mema, utakuwa tajiri katika matendo na sio maneno tu. Utakuwa mkarimu, mwenye fadhila, na vile vile utaweka hazina, manake yale matendo ambayo unayafanya unajua kabisa yatakufanya ufike katika uzima wa milele, yani longe la bondea. Kwa ni ahadi ambayo ni nzuri sana. Ni muhimu ndugu zangu kuingia katika ufahamuo katika neno la Luba, kila kitu ipo ambacho ni kulingana na neno. Mstari wa 14 ambao ndo mstari wetu wa mwisho unasema, mlinde amana, mabano, imani, koma, katika kuepuka maneno matupu ya kutukana, koma, na mabishano ya sayansi ya uongo ambayo wengine hukiri, koma, na wameiacha imani, nukta. Neema na iwe nanyi. Alama mshangao. Ndugu zangu, upendo ambao kaka yetu mzee wetu Esombe anatuambia, mlinde amana, imani. Imani ya neno la Luba, ndugu zangu, tunajua katika imani kuna mambo mengi yanapitika. Kuna magumu mengi yanapitika. Kuna majaribu mengi yanafanyika kulingana na milango kadhaa ambayo huenda mtu ataifungua. Lakini neno la Luba halina haja ya kumjaribu mtu. Mtu anapoingia katika majaribu atakuwa na mlango ambao ameufungua, kwa sababu wanaojaribu hawajui mwisho wako, na ndio maana wanatamani. Mfano demon haziwezi kujua mwisho wako ni namna gani. Shetani mwenyewe Mudima Bobe hajui mwisho wako ni namna gani. Kwa hiyo yupo katika kujaribu ili aone matokeo. Yeye anafanya ili aone matokeo. Lakini roho za gizo kula vitu, kaka zetu wa kiroho ni ambapo kwenye dini mnawaita kama malaika, lakini ni roho za gizo kula vitu. Kaka zetu wa kiroho wanatuambia katika mafundisho mengi ambayo wazee wetu wamepokea. Mutated kupitia Mormon alitoa hekima hali ya juu ambayo wengi wetu tulipata kutokana na Muledi ambavyo ametufundisha.
Lakini walituambia kuwa tuepuke maneno matupu. Maneno matupu yani ni yale ambayo wewe unayazungumza bila kutenda, na yanakufanya wewe ujifariji, ujione kama unafanya vizuri. Na ikiwa hauweki katika matendo, manake unafanya kitu ambacho ni kibaya zaidi. Na vile vile anatuambia tuepuke maneno ya kutukanana, ndugu zangu. Lugha, maneno ambayo sio mazuri, maneno ambayo yanafanya milango mibaya iweze kufunguka. Mabishano ya sayansi ya uongo. Ndugu zangu, kuna wale wengi wanabishana kwa sayansi ya uongo. Wengine wanasema kuna sayari 9. Wengine wanasema mtu wa kwanza alikuwa ni nyani. Na mambo mengi kama hizo ni sayansi za uongo. Na wengi wanakuwa wanaiacha imani kwa sababu watakuwa wanafanya mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa Esombe anatuambia mlinde amana, imani. Imani ya kweli ya neno la Luba. Kila kitu ambacho tumefundishwa ni kuweka katika kazi. Haijalishi ni magumu gani unapitia, haijalishi ni nini unafanya, lakini ni muhimu kuepuka mabishano ya sayansi ya uongo ambayo wengine hukiri na wengine wameiacha imani. Esombe mwisho anatuambia neema na iwe nanyi. Ndugu zangu, katika hali inaonekana neema ipo, Muledi mwenyewe ametuletea. Kwa ni muhimu ndugu zangu, neema hii ya ukweli wa neno la Luba iwe pamoja nasi. Tuweke katika kazi mashauri ambayo tunapata, tuweke katika kazi. Na nyinyi ambao mpo kwenye dini, msiogope kwa sababu kweli upo na ndo tokeni huko, kimbieni kwa sababu uko mliko ni hatari zaidi. Uko mnaingia katika hali ya kifo cha kiroho ndugu zangu. Mafundisho ya leo yalitoka katika Karata Ndims, katika moja ya mapadri wetu Esombe, katika tema ambayo inasema mafundisho ya uongo na utajiri wa kweli. Ndugu zangu, ni muhimu kuweka katika kazi ambayo tumeyapata. Utukufu ni kwa Luba Muumba pekee. Asanteni ndugu zangu.